Sura ya 9. Nuru ya washwa Uswizi. Majuma machache baada ya kuzaliwa Luther, katika kibanda kidogo cha wachimba madini katika Saxon, Ulrich Zwingli naye akazaliwa katika nyumba ya mfuga mifugo katika milima ya Alps. Kwa kuwa alikuwa katika mazingira safi ya kawaida, mawazo yake yalianza kutafakari mambo ya Mungu na ukuu wake. Akiwa chini ya bibi yake, alisimuliwa hadithi nyingi za Biblia alizojifunza katika kanisa. Alipopata umri wa miaka 13, alikwenda katika mji wa Bern ambako kulikuwa na shule maarufu katika Switzerland. Walakini hapo Bern hatari ilitokea. Watawa waliazimia kabisa kumshawishi ili aingie katika kundi la watawa. Kwa bahati nzuri, baba yake alipata habari ya maazimio ya watawa hao. Akaona kuwa maisha ya mwanawe usoni hayatafaa lolote tena, yupo mashakani. Kwa hiyo alimuita arudi nyumbani. Kijana alirudi, lakini hakuridhika na maisha ya kwao kwenye mabonde na milima. Baada ya muda akaenda Basel na kuanza tena masomo yake. Hapo ndipo Zwingli alisikia injili ya neema ya Mungu kwa mara ya kwanza. Wittenberg alipokuwa akijifunza Kigiriki na Kiebrania, aliongozwa na Roho kuchunguza maandiko matakatifu. Kwa njia hii nuru ya Mungu ikapenya mawazoni mwake. Akatangaza kwamba kifo cha Kristo ndicho fidia pekee ya mwenye dhambi. Maneno hayo yalipenya mawazoni mwa Zwingli, yakawa ndio mwanzo wa pambazuko la asubuhi. Baadaye Zwingli aliitwa katika Basel apate kufanya kazi yake ya maisha. Mahali pake pa kazi paliko katika majimbo ya milima ya Alps. Alipowekewa mikono kuwa padri, alishughulikiana na mambo ya kiroho na kuchunguza maandiko ya kweli ya Mungu. Kwa kadri alivyozidi kuchunguza maandiko matakatifu, ndipo alivyozidi kupambanua wazi baina ya ukweli na uzushi wa roho. Alijitolea kuamini Biblia kama neno la kweli la Mungu ambalo linatosha kuongoza watu. Aliona kuwa halina haja ya maelezo zaidi, maana lenyewe linajieleza. Alitafuta kila njia ya kumsaidia ili aelewe bila kupotoshwa. Aliomba Roho Mtakatifu amsaidie. Aliandika akasema, nilianza kumwomba Mungu anipe nuru yake, halafu Biblia iliniwia rahisi kuelewa. Mafundisho ya Biblia Zwingli aliyofundisha hakuyapata kwa Luther, aliyapata kwa Kristo. Mswizi huyo aliandika na kusema, kama Luther anamhubiri Kristo, anafanya kama vile nifanyavyo. Kamwe hakuna neno lolote nililoandika kwa Luther wala Luther kwangu ambalo linahusu wokovu. Kwa nini? Kwa kuwa mahubiri yangu na Luther yote huongozwa na Roho Mtakatifu, wala hayatofautiani, kwa kuwa yatokea mahali pamoja. Katika mwaka 1516 Zwingli alialikwa ahubiri katika nyumba ya watawa huko Eisleben, mahali ambapo aliacha mvuto bora kabisa katika mtengenezaji wa kanisa halisi. Mvuto huo ulienea katika nchi yote ya kwao milimani Alps. Baina ya mambo makuu ya Eisleben ilikuwa sanamu ya Bikira Maria ambayo ilisemekana kuwa ilikuwa na uwezo wa kufanya miujiza. Juu ya lango la nyumba ya watawa palikuwa na andiko lisemalo, hapa msamaha kamili wa dhambi hupatikana. Hapo palihesabiwa kuwa mahali patakatifu. Watu makundi walitokea pote katika nchi ya Switzerland, Ufaransa na Ujerumani pia na kupata msamaha wa dhambi. Zwingli alituma nafasi yake ya kuwatangazia uhuru upatikanao katika injili ya neema ili kuwatoa katika kifungo cha ushirikina. Zwingli aliwaambia, msidhani kuwa Mungu yumo katika hekalu hili kuliko mahali pengine. Je, mambo haya hafifu mtendayo, kama vile safari ndefu kwa ajili ya dini, kutoa sadaka, kuheshimu sanamu za watakatifu na kadhalika, yatawapatia msamaha wa Mungu? Kuna manufaa gani ya kuvaa kofia yenye kung'aa, majoo maridadi na mapambo ya aina? Kristo aliyetolewa kafara juu ya msalaba ndiye fidia ya dhambi kwa wote wamwaminio milele na milele. Kwa wengi walitiwa uchungu kuambiwa kuwa matendo yao kama safari ndefu wasafirizo ni za bure. Hawakuweza kuelewa maana ya msamaha wa dhambi kwa njia ya imani kwa Kristo. Walitosheka tu na njia zile Roma alizowapangia. Kwao waliotumaini mapadri na papa ili wawapatie ukombozi, wala hakujihusisha na usafi wa moyo. Lakini watu wengine walipokea habari ya wokovu kwa njia ya kumwamini Kristo kwa furaha kuu. Kwa imani wakapokea damu ya Kristo kuwa ndio njia ya kuwapatia wokovu. Watu hao walirudi makwao, wakatangazia wenzao habari njema ili waipokee. Kwa njia hii ukweli ulionekana toka mji mpaka mji mwingine. Hesabu ya wasafiri waliokuwa wamemwendea Bikira ikapungua. Hivi matokeo yalipungua, hata mshahara wa Zwingli pia ukakatwa, maana ulitokana na matoleo hayo. Lakini jambo hili lilimfurahisha na kuona uwezo wa ushirikina unavunjika. Ukweli ulizidi kushikwa na watu wengi. Zwingli aitwa kwenye Zurich
Baada ya kupita miaka mitatu, Zwingli aliitwa ili akahubiri katika kanisa kuu la Zurich, ambao ni mji maarufu sana katika Uswizi. Mvuto ambao ungeonyeshwa hapo ungeenea sana. Makasisi hawakukawia kumwongoza kuhusu kazi zinazompasa. Wakamwambia, utafanya bidii sana kukusanya mapato ya wakuu wa kanisa bila kuacha hata kitu kidogo. Uangalie sana kuongeza mapato kutoka kwa wagonjwa na kwa waabudu na kutoka katika huduma ya makasisi. Kuhusu usimamizi wa huduma ya Pasaka na mahubiri na utunzaji wa kundi, unaweza kubadili mambo, hasa mafundisho unayohubiri. Zwingli alisikiliza maagizo hayo kwa utulivu, kisha alijibu, maisha ya Kristo yamefichika kwa watu siku nyingi sana. Mimi nitahubiri Injili ya Mathayo yote kama ilivyo. Huduma yangu itakuwa na lengo la kumtukuza Mungu na kumtukuza mwana wake Yesu Kristo na kudhihirisha njia wazi za wokovu na imani ya kweli inayotakiwa. Watu walimiminika ili kusikia mahubiri yake. Alianza huduma yake kwa kufundisha mambo ya Injili zote na kueleza habari za maisha na kazi na kifo cha Kristo. Akasema, mimi nia yangu ni kuwaongozeni kwa Kristo ambaye ndiye asili ya wokovu. Watu wataalamu, wakuu, wenye elimu na wakulima walimsikiliza Zwingli kwa makini. Aliyalaani maovu yaliyotendwa na kanisa la Roma wazi bila hofu. Wengi walikuwa na furaha kumtukuza Mungu kwa mahubiri hayo. Walisema, mtu huyu ni mhubiri wa kweli, atakuwa mkombozi wetu kama Musa atakayetuongoza katika giza la Misri. Baada ya muda, upinzani ulitokea. Watawa walichambulia kwa maneno ya dharau, wakimcheka na kumdhihaki. Wengine walikuwa wakimwendea na kumfanyia ufedhuli na kumtisha, lakini Zwingli aliyavumilia yote hayo. Mungu anapoandaa kuvunja pingu za ujinga na ushirikina, shetani naye hujitahidi sana kuwafunga watu wake gizani. Roma ilijitahidi mno kueneza masoko yake ya kuuza vyeti vya msamaha wa dhambi. Waliweka viwango mbalimbali vya dhambi na bei yake. Kama hazina ya kanisa ilikuwa imejaa vyeti vya msamaha wa dhambi vilivyotolewa bure. Kwa hiyo misimamo miwili ilikuwa inaenda sambamba. Roma inauza vyeti vya kusamehe dhambi na kujaza hazina yake, na watengenezaji wa kanisa wakilaani dhambi na kuwaeleza wenye dhambi kwa Kristo ambaye ndiye mwokozi wao. Uuzaji wa vyeti vya msamaha huko Uswizi. Katika nchi ya Ujerumani, uuzaji wa vyeti vya msamaha uliendeshwa na mdhalimu Tetzel. Katika Uswizi, biashara hiyo iliwekwa mikononi mwa mtawa mmoja wa Kiitalia aitwaye Samson. Samson alikuwa amepata fedha nyingi kwa kazi hiyo kutoka Ujerumani na Switzerland, akaziweka katika hazina ya mapapa. Sasa alipita Switzerland akiwanyang'anya wakulima maskini mapato yao. Uuzaji wa vyeti vya msamaha huko Uswizi. Katika nchi ya Ujerumani, uuzaji wa vyeti vya msamaha uliendeshwa na mdhalimu Tetzel. Katika Uswizi, biashara hiyo iliwekwa mikononi mwa mtawa mmoja wa Kiitaliano aitwaye Samson. Samson alikuwa amepata fedha nyingi kwa kazi hiyo kutoka Ujerumani na Switzerland, akaziweka katika hazina ya mapapa. Sasa alipitia Switzerland akiwanyang'anya wakulima maskini mapato yao ili kuongezea utajiri juu ya utajiri. Mtengenezaji wa kanisa ambaye ni Zwingli mara moja alijitokeza kumpinga. Huo ulikuwa ni ushindi wa Zwingli wa kumbainisha mtawa huyo katika maazimio yake, na mwisho aliondoka kwenda mahali pengine. Huko Zurich, Zwingli alihubiri kwa nguvu sana akipinga uovu wa mfanyabiashara huyu wa kuuza msamaha. Samson alipofika mahali alipokwenda, alipata ruhusa ya kuingia hapo kwa njia ya udanganyifu, lakini alipogunduliwa alifukuzwa bila kuulizwa chochote na mwisho akaondoka Switzerland. Tauni kubwa iliipiga nchi ya Uswizi katika mwaka 1519. Watu wengi waliona kuwa ilikuwa kazi bure kununua vyeti vya msamaha. Kwa hiyo walitamani kupata msingi wa hakika wa kusimamia imani yao. Huko Zurich, Zwingli alipatwa na ugonjwa na habari zilienea kuwa amekufa. Katika saa ya giza kama hiyo, aliutazama msalaba wa Kalvari na kujikabidhi kamili kwake mweza, akiwa na uthibitisho wa kusamehe dhambi. Alipopona na kuondoka katika lango la mauti, alihubiri Injili kwa nguvu zaidi kuliko mwanzo. Watu wenyewe walikuwa wametoka katika hatari ya kifo cha tauni, kwa hiyo waliona thamani ya Injili kwa upya zaidi. Zwingli mwenyewe alikuwa amefikia ujuzi dhahiri wa ukweli na alikuwa ameona uwezo wa Injili katika maisha yake. Alisema, Kristo ametununulia wokovu usio na mwisho. Hamu yake, dhabihu yake milele na uwezo wake wa kuponya milele
hufanya haki yake itosheleze kila mtu anayetumaini kwa imani isiyotikisika. Popote palipo na imani kwa Mungu, juhudi huonekana ambayo huwakabidhisha watu ili watende matendo mema. Matengenezo ya kanisa yaliendelea hatua kwa hatua. Katika Zurich, adui za matengenezo yalijitokeza wazi na hatari hiyo ilionekana. Mara kwa mara Zwingli alipata mashambulio ya maneno. Kila mara sauti ilisikika ikisema, mwalimu huyu mzushi lazima anyamazishwe. Askofu wa Konstansi alituma wajumbe 3 katika baraza au mahakama ya Zurich akimshtaki Zwingli kuwa anahatarisha amani na kuleta machafuko katika jamii. Akasema, kama uongozi wa kanisa ukikaa kimya, kitakachotokea ni machafuko nchini. Baraza lilisita kuchukua hatua yoyote juu ya Zwingli na Roma ikaandaa mashambulio mapya. Zwingli akasema, haya na waje. Hofu yangu kwao ni sawa na hofu ya genge litokelezalo juu ya maji ya bahari linavyoogopa mawimbi yanayovuma chini yake. Bidii ya wakuu wa Roma ya kuzima kazi ya Zwingli ilisukuma mbele zaidi. Ukweli wa Injili uliendelea mbele. Katika Ujerumani, wale wafuasi waliorudi nyuma kwa kutokuwepo Luther waliamka tena na kusimama upya kwa kadri walivyoona maendeleo makubwa katika Uswizi. Kwa jinsi matengenezo yalivyostawi katika Zurich, matunda yake yalionekana zaidi katika kushinda uovu na kuimarisha utaratibu wa kweli. Mabishano pamoja na Roma. Wafuasi wa Roma walipoona kuwa mateso hayakufaulu kuvunja mafundisho ya Luther katika Ujerumani, waliazimia kushindana na Zwingli. Walihakikisha ushindi wao kwa njia ya mabishano ya wazi na kuchagua waamuzi ambao wangeamua ukweli ulivyo. Kama wangemshinda Zwingli, wangehakikisha kuwa asingeponyoka toka mikononi mwao. Kusudi hili walilificha kabisa. Mahojiano yalipangwa yafanyike huko Baden, lakini baraza la Zurich likishuku juu ya makusudio ya mapapa na kwa kuhadharishwa na wingi wa marudio ya kuni ya kuchomea wanaofuata imani ya watengenezaji wa kanisa, walimzuia mchungaji wao asijihudhurishe kwenye mahojiano hayo ya hatari. Kwenda Badeni ambako damu za wafiadini wengi zimemwagwa, hakika ilikuwa kwenda mautini. Oecolampadius na Hala walichaguliwa wakamwakilisha Zwingli katika mabishano hayo, na Dr. Eck alikuwa akitetea Roma huku akiungwa mkono na wataalamu na makasisi wengi. Waandishi wa mambo hayo wote walichaguliwa na Roma na wengine wote walikatazwa kuandika lolote, au sivyo wangepata adhabu ya kifo. Walakini wanafunzi waliohudhuria waliandika mambo hayo kila siku jioni baada ya mahojiano. Maneno hayo yaliyoandikwa yalitumwa kwa Zwingli kila siku na wanafunzi wawili pamoja na barua ya Oecolampadius. Kila siku Zwingli alijibu na kutoa ushauri ili kuwapa udhia na walinda mlango. Watu hao walikuwa wakibeba makapu ya kuku, kwa hiyo walikuwa wakiruhusiwa kupita bila tabu. Myconius alisema Zwingli amefanya mengi zaidi kwa njia ya maombi na kukesha pamoja na kushauri kuliko vile angehojiana na adui zake uso kwa uso. Warumi walihudhuria huko Baden katika mavazi yao rasmi na taji zenye kung'aa vichwani mwao. Vyakula vyao vilikuwa vya kianasa kabisa. Kinyume cha hayo, walionekana watengenezaji wa kanisa wakiwa katika hali ya kawaida na chakula chao cha kiasi tu. Mwenye nyumba alikuwa akimtembelea Oecolampadius mara fulani. Kwa kila mara alimkuta akisoma au akiomba. Tabia iliyotokea, alisema, mtu huyu mzushi ni mcha Mungu sana. Kwenye mkutano, Eck alipanda madhabahuni kwa kiburi huku akiwa amevalia rasmi kabisa mavazi yenye kumetameta na wakati ule ule mnyenyekevu. Oecolampadius akiwa na nguo zake za kawaida tu, akilazimika kuketi juu ya kiti kidogo mbele ya mpinzani wake. Eck mwenye sauti ya ngurumo alikuwa na hakika ya kufaulu. Mtetea imani angekuwa atunukiwe hadhi ya utaalamu. Kama majadiliano ya kawaida yangeshindikana, aliazimu kutumia matusi hata kuapiza. Oecolampadius, mpole, mwenye kujitumaini, aliyekimbilia mashindano, ingawa ni mpole, jasiri, mwenye nia thabiti, aliyejithibitisha kuwa mtu imara asiyeyumbayumba. Mtengenezaji wa kanisa aliambatana na maandiko matakatifu. Alisema, kawaida tu
hazina nguvu katika Uswizi isipokuwa zinaambatana na katiba, lakini kuhusu mambo ya imani, Biblia ndiyo katiba yetu. Hoja za kweli za mtengenezaji wa kanisa zilitolewa kwa utulivu. Ziliwaingia watu waliokusanyika, wakayadharau maneno ya ya majivuno matupu. Majadiliano yaliendelea siku 18. Wafuasi wa papa wakadai kuwa wameshinda. Wakuu wengi waliunga Roma mkono, wakatangaza kuwa wafuasi wote watengenezaji wa kanisa pamoja na Zwingli wameharamishwa na kufutwa kanisani. Lakini mashindano yalikuwa matendo ya mvuto ya kuendelea katika njia ya upinzani. Muda haukupita, miji mashuhuri ya Bern na Basel ikajitangazia kuunga mkono matengenezo ya kanisa.